mara baada ya kumalizika kwa fainali ya pili ya kombe la shirikisho la CAF, ambapo Simba ilitoka sare bao 1-1 dhidi ya RS Berkane nchini Morocco na kupoteza ubingwa kwa jumla bao 3-1. Afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Zubeda Hassan Sakuru amepongeza kikosi kizima kwa moyo wa kupambana hadi dakika ya mwisho. Ameweza kuzungumza mara baada ya mchezo huo. Zubeda amewapongeza mashabiki wao, lakini pia pamoja na wachezaji, ambapo amesema wachezaji walijitahidi sana na wamepeperusha vema bendera ya Tanzania licha ya kutofikia malengo waliojiwekea. Mafanikio siku zote yanapimwa na malengo yaliyotangulia nyuma. Mwanzo tulikuwa tuko katika kuhakikisha kwamba tunavuka hatua ya robo finali, na kufika finali ni kwa sababu ya mipango na mikakati yote ya kiuongozi, kiutawala na benchi la ufundi. Kwa hiyo pia niseme asante sana kwa Faku na sasa pia kwa benchi zima la ufundi kwa kujitoa kwao, na mimi nasema sina cha kuwadai, wanasema hawana deni. Watarajie nini wana Simba? Msimu mpya unaanza, lakini vile vile tunarudi katika ligi kuu na pamoja na kombe la shirikisho la FA CRDB Confederation Cup, na bado tunayo nafasi ya kuweza kutekeleza yale yote ambayo tumeyatazamia katika msimu huu wa 24-25. Asante. Mnajenga kikosi, kuna namna ambavyo mnatarajia kufanya maboresho? Msimu hujaisha, lakini mimi naamini kwamba kwenye msimu wa 25-26 Simba itaenda kuimarisha. Kocha wa Simba Fadlu Davis ameweza kuzungumza mara baada ya mchezo jana kutamatika na kusema kwamba licha ya kupitia magumu mengi waliendelea kuwa imara na kupambana hadi mwisho wa mchezo, na kama timu wataendelea kuwa waadilifu. Kocha Fadlu pia amegusia baadhi ya matukio ikiwemo kadi nyekundu ya Yusuf Kagoma ambaye anasema haikuwa na ulazima. Kuhusu jinsi gani kadi hiyo ilivyoweza kuchangia matokeo ya jana, Fadlu amesema iliwaathiri kwa kuwa walilazimika kucheza pungufu dhidi ya mabingwa wa Morocco, lakini haikupunguza nguvu ya kusaka goli zaidi. Kuhusu uamuzi wa offside ile, yeye anasema kwamba kwenye kile walichoamini kuwa ni goli, kocha Fadlu anasema ana uhakika kama kweli ilikuwa ni offside. Alisema sijaona mistari ya VAR kuonyesha kuwa ilikuwa ni offside, na pia sijui kama kuna mtu ameiona, lakini tunakubaliana na yote. Offside or not, but I don't think anyone saw the lines, and okay, we accept everything that has gone against us today. We accept, but we don't forget. And for my players, as a coach, as a leader, and with CAF's motto integrity, we will remain with integrity as a Simba Sports Club, because that is what we are. We are a team of integrity. We are a team that will fight against adversity. We are a team that will grow through adversity. And how my team stood up today, I'm extremely proud. But like I said at the end of the day, congratulations to Berkane. Kwingineko, kiungo mshambuliaji wa Pamba Jiji Deus Kaseke amesema kwa hali ilivyo kwa timu hiyo inahitaji ushindi wa mechi moja tu kati ya mbili ilizonazo ili kubaki ligi kuu bara kwa msimu ujao. Pamba iliyorejea katika ligi kuu bara baada ya kuisotea kwa miaka 23 tangu iliposhuka mwaka 2001, kwa sasa ipo nafasi ya 12 ikiwa inamiliki alama 30 kupitia mechi zake 28 na imesaliwa na kuvana na JKT Tanzania na mchezo mwingine wa KMC kufunga msimu ikipambana kuepuka kuangukia katika ile play-off ya kushuka daraja. Kaseke akizungumza anasema kwamba kwa sasa timu hiyo inahitaji mchezo huu mmoja ili kuweza kujinasua katika kushuka daraja. Kaseke aliyetua katika timu hiyo kupitia dirisha dogo la usajili la Januari mwaka huu alisema kwa sasa macho na masikio ya timu kwa ujumla viko katika mechi hizo mbili muhimu, lakini faida walionao ni kwamba wanahitaji pointi 3 kujiweka sehemu salama zaidi. Na kocha wa Singida Black Stars raia wa Kenya David Auma amesema mechi ya kirafiki dhidi ya Yanga imewapa morali wachezaji wakati huu wakijiandaa kucheza na Simba katika mechi mbili za ligi kuu bara na kombe la shirikisho. Katika mechi hiyo iliyopigwa katika uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge jijini Dar es Salaam siku ya Alhamisi, Singida ilishinda kwa bao 3-2 yaliyofungwa na Elvis Rupia, Jonathan Sawa na Arthur Bada, huku yale ya Yanga yalifungwa na Prince Dube na Dennis Nkane. Akizungumza, kocha anasema kwa sasa wachezaji wake wako vizuri na wako na hali nzuri kuelekea katika mchezo huu, akisema kwamba wana utimamu wa kimwili na wapo tayari kucheza na Simba katika mechi hizo muhimu zijazo licha ya kukiri ugumu uliopo kutokana na ubora wa wapinzani wao. Kocha huyu alisema licha ya ugumu wa mechi hiyo, lakini watapambana kuonyesha ushindani mkubwa wakianzia na ligi lakini wakimaliza
na ule wa Mei 31 wa shirikisho. Ligi itachezwa Mei 28. Kunako medali za kimataifa, klabu ya Chelsea, Manchester na Newcastle United zimeungana na Liverpool, Arsenal na Tottenham na kuwa wawakilishi wa England kwenye michuano ya ligi kuu ya mabingwa Ulaya, huku Spurs ikifuzu kwa mlango wa kushinda kombe la Europa, wakati England ikipeleka timu 6 kwenye UEFA Champions League msimu ujao. Aston Villa na Crystal Palace zitashiriki Europa League, huku Palace ikipata fursa hiyo kama bingwa wa FA, wakati Nottingham Forest ikifuzu kucheza UEFA Conference League. Lakini jana kulikuwa kuna michezo mbalimbali ya kukamilisha ratiba ile ya EPL, kwa maana English Premier League, ambapo kulikuwa na michezo kadhaa. Fulham alikuwa uwanjani dhidi ya Manchester City, ambapo City alibuka na ushindi wa bao 2-0. Lakini Manchester United alikuwa uwanjani dhidi ya Aston Villa, mchezo ule ulitamatika kwa United kuibuka na ushindi wa bao 2-0. Liverpool dhidi ya Palace, mchezo ule ulitamatika kwa sare ya bao 1-1, huku Nottingham Forest yeye akicheza na Chelsea akiibuka na ushindi wa bao 1-0. Southampton aliweza kucheza na Arsenal, ambapo Arsenal yeye aliweza kuibuka na ushindi wa bao 2-1, huku Tottenham dhidi ya Brighton akiibuka na ushindi wa bao 4-1. Bournemouth dhidi ya Leicester City, Leicester aliweza kupoteza kwa bao 2-0, huku Ipswich na West Ham yeye ameweza kuibuka na ushindi wa bao 3-1. Newcastle dhidi ya Everton iliweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0, huku Wolves akiwa uwanjani dhidi ya Brentford. Hao ni matokeo ya michezo ambayo imechezwa jana kutamatisha msimu huu sasa na kuelekea katika msimu unao. Hebu tumalize na hii hapa. Klabu ya Real Madrid imeweza kuthibitisha kumteua kocha Xabi Alonso kuwa kocha wao mkuu mpya klabuni hapo kwa mkataba wa miaka 3 utakaombakisha klabuni hapo kuanzia Juni 1 mwaka huu 2025 mpaka Juni 30, 2028. Alonso mwenye umri wa miaka 43, raia wa Hispania, anatua klabuni hapo kuchukua mikoba ya Carlo Ancelotti mara baada ya kuwa na msimu bora wa 2023-24 akiwa na klabu ya Bayer Leverkusen, akiongoza kutoa ubingwa wa Bundesliga bila kufungwa. Lakini tangu achukue mikoba na kujiunga na Bayer Leverkusen mnamo mwaka 2022, Alonso ameweza kuiongoza miamba hiyo ya Ujerumani kushinda mechi 87, sare 34 na kupoteza mechi 19 tu, na sasa anaanza ukurasa mpya akiwa na mabingwa mara 15 wa ligi ya mabingwa Ulaya. Hapa nazungumzia Real Madrid.